come up with this little speech. Here it is. I'll give you the notes on it. It's called The 4 Ifs That Make Life Worthwhile. Leo tutaangalia mambo manne yanayofanya maisha yawe na thamani. Kwa hiyo kama unataka maisha yako yawe na thamani zaidi, basi nisikilize kwa umakini, kwa sababu mambo haya yanaweza kukusaidia sana. Jambo la kwanza, maisha yana thamani kama unajifunza. Lazima ujifunze. Lazima ufahamu na ujue mambo. Lazima uwe na taarifa. Ninapoongea na wanafunzi shuleni huwa ninawaambia kwamba chukueni taarifa na maarifa yote mnayoyapata mkiwa hapa shuleni. Mtafanya nini na maarifa hayo? Hilo ni juu yenu. Unaweza kupuzia yote unaopewa, unaweza kutumia kiasi cha maarifa unaopewa, au unaweza kutumia yote. Hilo ni juu yako. Pindi ukiwa hapa shuleni, chukua kila kitu. Hakuna kitu kibaya kama kuwa mjinga. Kuwa maskini ni mbaya, lakini kuwa mjinga ni mbaya zaidi. Kwa hiyo uwe na maarifa na uwe na taarifa. Na kilicho kibaya zaidi ni kuwa na vyote. Uwe maskini na uwe mjinga. Hakuna kitu kingine. Labda uwe mgonjwa. Na unapokuwa mgonjwa, maana yake ni kwamba unakuwa maskini, unakuwa mjinga na unakuwa mgonjwa. Ukifikia hali hii, hapo umefikia mwisho kabisa wa kila kitu. Labda pia uwe na roho mbaya. Hapo sasa ni mwanzo wa maisha mabaya. Una roho mbaya, mgonjwa, maskini na mjinga. Hii ndio hatari kubwa sana. Kwa hiyo lazima ufahamu mambo, lazima uwe na taarifa. Andika hili, litakusaidia. Kile usichokijua kitakuumiza. Ujinga sio raha. Ujinga ni janga. Ujinga ni ugonjwa. Ujinga ni uharibifu. Ujinga ni umaskini. Kwa hiyo lazima ujifunze. Lazima uwe na taarifa. Kuna njia mbili za kujifunza. Njia ya kwanza ni kujifunza kutokana na uzoefu wako binafsi. Wakati mwingine utajifunza kufanya kitu sahihi baada ya kukosea. Unaharibu kwanza, alafu unajifunza kurekebisha. Hiyo haimaanishi kwamba maisha yako ndio yameisha. Hapana. Inamaanisha tu kwamba safisha makosa yako, kisha fanya tena kwa usahihi. Wakati mwingine mambo mabaya hutufundisha mambo mazuri ambayo yanaokoa maisha yetu. Kwa mfano, kama ukipata mshtuko wa moyo kwa mara ya kwanza na ukapata neema ya kuendelea kuishi, unaweza ukaishi muda mrefu zaidi. Unajua kwa nini? Kwa sababu ule mshtuko wa kwanza unakuwa kama ulikuwa ni kengele ya tahadhari. Ni kama daktari kukuambia kwamba ukipata tena umekwisha. Hapo ni lazima utabadilika. Utaanza kula vizuri, utaanza kufanya mazoezi, utaanza kusoma mambo mengi kuhusiana na afya. Na mabadiliko hayo yanaweza kukufanya uishi muda mrefu sana. Kwa hiyo jifunze kutoka kwenye mambo mabaya na ujifunze kutoka kwenye mambo mazuri pia. Negative as well as your positive experiences. Here's the next, learn from other people's experiences. Na njia ya pili ya kujifunza ni kujifunza kutoka kwa watu wengine. Hii ndiyo njia ya kuwa na akili kwa haraka zaidi. Mtu amepitia hali fulani kwa miaka 5 na akaandika kitabu. Ukinunua kitabu hiko kwa shilingi 30,000, unajiokoa na miaka 5 ya maumivu. Hiyo ni elimu ya thamani sana. Ni bora kupata taarifa mapema kuliko kufilisika, kuliko kuugua, kuliko kupoteza muda. Ndiyo, ni kweli tunaweza kupona. Ni kweli kabisa tunaweza kurudi kutoka kwenye matatizo. Lakini fikiria kama ungepata taarifa mapema, ungeepuka mateso yote hayo. Na ubaya ni kwamba watu waliofeli huwa hawatoi semina kabisa. Huwa wafundishe. Na hawatoi semina kwa sababu hatuwalipi. Hatuwalipi kabisa. Lakini kama wangekuwa wanatufundisha, basi taarifa zao zingekuwa na thamani sana. Fikiria mtu aliyeharibu maisha yake kwa miaka 40. Ukipata nafasi ya kukaa na mtu huyu na ukamuomba akwambie kile kilichoharibu maisha yake, na ukachukua notes ukaandika kile anachokisema, na ukweli ni kwamba utaandika kila kitu kwa umakini ili kisije kikakupata kile kilichompata yeye. Utakuwa makini sana. Na ukifanya hivyo, unaweza kupata vitu vya thamani sana vitakavyokuokoa na majuto mbeleni. Kwa hiyo, jifunze kutoka kwako wewe mwenyewe na ujifunze kutoka kwa wengine. Ukijifunza, maisha yanakuwa na thamani zaidi. Learn from other people's experiences. If you learn, life is worthwhile. Here's the second if. If you try. Na jambo la pili ambalo linafanya maisha yawe na thamani, maisha yana thamani kama unajaribu. Lazima ujaribu kile ulichojifunza. Lazima uchukue hatua. Baba yangu aliwahi kuniambia, huwezi kujua kitu mpaka ujaribu. Kwa mfano, tukiweka kizingiti cha futi 2 na tukawaambia watoto waruke, wengine watasema labda hawawezi kabisa. Wengine watasema hii ni rahisi sana, wanaweza kufanya hivyo. Na wengine watasema hawajui. Sasa tutawajuaje? Tutajuaje uwezo wao? Tutayaaminije maneno yao? Lazima wajaribu. Lazima uwachukue wajaribu kuruka, uone kama wanachokisema ni kweli au la. Kwa hiyo unaweza kushindwa mara ya kwanza, lakini hiyo haimaanishi huwezi. Ukishindwa, jaribu tena. Kuna wakati kama mtu akikuonyesha mbinu kidogo ya kufanya jambo, ghafla unajikuta unaweza kufanya kitu ambacho mara ya kwanza uliona hauwezi kufanya. Kwa hiyo lazima ujaribu kufanya.
Nikiwa na miaka 25 nilijaribu kutoa hotuba yangu ya kwanza. Nilikuwa nimesimama lakini akili yangu ilikuwa imekaa chini. Nafungua mdomo, hakuna neno linalotoka. Miguu inatetemeka, jasho linanitoka. Hiyo inaitwa hofu kali. Lakini nilimaliza semina ile. Halafu nikaja kujaribu tena. Mwalimu wangu alikuwa ananiambia kushindwa mara ya kwanza sio mwisho. Kama mchezo wa baseball, ukikosa kupiga mpira mara moja sio mwisho wa mchezo. Unazidi kuendelea mpaka utakapopiga vizuri, unashinda na unachukua kombe. Siri ni moja tu, endelea kujaribu. Jambo la tatu ambalo linafanya maisha yawe na thamani, maisha yana thamani kama unavumilia, kama unaendelea kudumu. Hii ni moja ya siri kubwa sana mafanikio ambayo watu wengi hawaielewi mapema. Maisha hayakupi matokeo kwa sababu umeanza. Maisha yanakupa matokeo kwa sababu umeendelea hadi mwisho. Watu wengi wanaanza vitu vizuri. Wanaanza biashara, wanaanza masomo, wanaanza ndoto zao, wanaanza malengo yao. Lakini wanapokutana na ugumu, wanapokutana na hali ya kukata tamaa, wanapokutana na hali ya matokeo kuchelewa, wanaishia njiani. Sio kwa sababu hawawezi, kwa sababu tu hawakuvumilia. Ukweli ni kwamba mafanikio hayahitaji tu kuanza. Mafanikio yanahitaji kustahimili. Kila mtu anaweza kuanza, lakini si kila mtu anaweza kuendelea mpaka mwisho. Na hapo ndipo tofauti ya watu waliofanikiwa na watu wasiofanikiwa ilipo. Tofauti yao ni kukata tamaa. Kuvumilia maana yake ni kuendelea hata ukiwa umechoka. Ni kusonga mbele hata kama hauoni matokeo bado. Ni kusimama imara hata kama mambo yanapokuwa magumu. Kuvumilia ni kusema kwamba sitaacha mpaka nione matokeo. Kwenye michezo, timu inapokuwa nyuma kwa alama ama kwa magoli, huwa haiondoki uwanjani, inabakia mpaka mwisho. Lakini watu wengine hasa mashabiki huwa wanaondoka mapema. Wengine wao wanasema kwamba wanawahi foleni, lakini timu haiwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo ukianza kitu, kimalize. Watu wengi wanaanzisha vitu vingi lakini hawamalizi. Kuna mtu amejenga misingi ya nyumba kila mahali, lakini hakuna nyumba iliyokamilika. Wengi ni wazuri wa kuanza, lakini hawamalizagi. Kuna mtu anaogopa kuendelea kwa sababu anaogopa kushindwa. Lakini ukweli ni kwamba hata kama mavuno hayakuwa mazuri mara ya kwanza, bado haujapoteza, kwa sababu umejifunza nini akikufanya vizuri. Umeshapata uzoefu na utakuwa bora zaidi katika msimu unaofuata. Kila jaribio linakuandaa kwa ushindi mkubwa zaidi. Kama unataka mafanikio katika maisha yako, usianze tu, dumu hadi mwisho. Kwa sababu wanaovuna sio wanaoanza. Wanaovuna ni wale wanaovumilia mpaka mwisho. Swali la kujitafakari ambao unapaswa kujiuliza ni kwamba ni kitu gani ulianza lakini ukaishia njiani kwa sababu ya changamoto? Labda huu ndio muda wako wa kurudi tena. Na safari hii utakaporudi, usiache mpaka uvune. Ukitaka kuona matokeo, maliza unachoanza. Next. Life is worthwhile if you care. Na jambo la 4, maisha yana thamani kama unajali. Nimalizie kwa kusema kwamba kama unajali kidogo, utapata matokeo kidogo. Lakini kama unajali sana, utapata matokeo makubwa sana. Ukijenga tabia ya kujali kazi yako, kujali maisha yako, kujali watu, utapata matokeo ya ajabu sana. Kwa hiyo, maisha yana thamani kama utajifunza, kama utajaribu, kama utavumilia na kama utajali. Ukifanya mambo haya, maisha yako yatabadilika kabisa.